السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, endelea na darasa letu. Tuko kwenye aya zetu 102 na 103. Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumwogopa, na wala msije mkafa ila mfe mkiwa Waislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni barabara kwa kamba ya Mwenyezi Mungu na wala msifarakane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu. Idh kuntum a'daan, ndipokuwa nyinyi ni maadui. Idh kuntum a'daan, mlipokuwa nyinyi maadui. Fa'alafa baina qulubikum, kalainisha mioyo yenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, taamaki ghafla mara moja mmegeuka mmekuwa ndugu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na nyinyi mlikuwa pembezoni kabisa mwa shimo la moto. Fa ankadhakum minha, tukawaopoeni, tukawaondoa, tukawaepusha. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyobainisha kwenu ayatihi, aya zake, la'allakum tahtaduna, ili mpate kuongoka. Hii ni aya ya 102 na 103. Hapa tunasisitiziwa jambo moja, i'tisam. Kwenye aya 103 tunasisitiziwa jambo la kushikamana pamoja, na hii i'tisamu imekusudiwa, na huko nyuma tulishasoma, imekusudiwa kutengeneza umoja ambao utatengeneza kundi madhubuti, kundi madhubuti ambalo litafanya kazi ile iliyokusudiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kwa sisi wa kizazi hichi cha sasa, tunaposoma aya hii inatukumbusha jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kuunda lile kundi la mwanzo kabisa baada ya yale makubaliano ya zile Aqaba mbili, na tunaona ni kundi lile ndilo ambalo limefanya Waislamu wakafikia sehemu waliofikia. Sasa sisi kila tunaposoma tunapaswa kukumbuka kwamba na sisi tunaposoma aya hii tunatakiwa tutengeneze kundi la namna hiyo. Na bahati nzuri kwa kweli hapa tulishaunda kundi, na ndio lilotufikisha hapa, ila kundi lenyewe kama tulivyotafakari limezorota, ni almost limekufa. Ila kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa huruma zake ametuzindua tukazinduka, ndio maana tuko hapa leo.
umezinduka. Kwa hiyo tunataka tutengeneze umma kama unavyoagizwa katika aya inayofuata. Aya inayofuata, aya 104, inasema waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna. Waltakun, liwe, umma, kundi, minkum, miongoni mwenu. Liwe manake ni amri. Kama nyinyi mna akili na mnazipenda nafsi zenu na mnazihurumia na mnaunga mkono Uislamu, mnaunga mkono harakati za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizopita, basi lazima mtengeneze kundi. Waltakun minkum, na liwe kundi miongoni mwenu, yad'una ila alkhairi, ambalo litafanya kazi ya da'wa, kuwaita watu waje kwenye khairi. Hakuna khairi zaidi ya kuwaita watu waende peponi. Hakuna khairi zaidi ya watu kuwaita waepukane na moto. Yaamuruna bil ma'rufi, kundi hilo liamrishe mambo mema, wa yanhauna 'anil munkari, na likataze mambo mabaya. Kama vile kule mwisho, baada ya process hii, wenzetu waliitwa hivyo hivyo na wakatekeleza. Walipofika stage fulani, Mungu akawakubali, akawaambia kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Alikuwa tulimezuka, tumeanza 110 hii ambayo tunasoma, lakini mwanzo wake wapi? Mwanzo wake ni huku nyuma 102. Na kwa siku hizi tatu zote tulikuwa tunazungumzia jambo hilo hilo. Kwa hiyo nia ya sasa hapa tulipofika kwenye aya ya 103, tunaelezewa habari ya itiswamu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maana yake ni nini? Tunafanyiwa maandalizi ili nini? Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihuna, na hao ndio watakao kuwa wamefaulu au ndio waliofaulu. Hili kundi wa mara nyingi tukitafsiri aya hii lazima tutilie mkazo kwenye neno hum manake ndio nyinyi au ndio wao. Haikusema wa ulaika minal muflihina, na hawa ni miongoni mwa watakao faulu. Sijui kama mnaelewa hapa. Hii kazi yake yani vile ina focus kwenye kundi moja tu. Hili kundi, waltakun minkum ummatun, kama mna akili tengenezeni kundi, yad'una ila alkhairi, litakaloita watu kwenye khairi. Kisha tengeneza hili kundi, Mwenyezi Mungu anamalizia kwa kusema wa ulaika humul muflihuna, na hawa ndio watakaokuwa wamefaulu. Sasa nadhani sisi hapa tumekaa hapa ni kwa sababu hiyo. Tumesema safari yetu ya kuelekea kukutana na Mola wetu, kila siku inapopita tunazidi kukaribia. Kwa hiyo kundi tutakaloliunda au tumeshaliunda, kwa lugha nyingine, tuliokaa hapa nadhani hakuna mtu ambaye atakuwa anapoteza wakati wake hapa.
Na sidhani kama kuna mtu ambaye imani yake ni ya wasiwasi kuhusiana na kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na kwamba ni lazima atakutana naye na wala siku si nyingi. Wote tuna uhakika, na hata kama una uhakika, huo ndio uhakika wenyewe, hakuna atakayebaki. Sasa kundi, lazima tuangalie lile kundi. Uzuri, kila kitu kimerekodiwa vizuri sana katika dini yetu, kila kitu perfectly. Kundi hilo la Mtume, ukitaka kulipata, vitabu viko kadhaa, le kundi la Mtume. Sasa tunadodosa yale mambo kwenye kundi lile la Mtume, ili nini? Iwe ndio mwongozo wetu tuweze kufika. Sasa ukisoma vitabu viko vingi vya sira, lakini tuangalie kimoja tu ambacho linaelezea lile kundi wakati linaundwa. Na hilo kundi liliundwa na magrupu mawili. Wakati hasa linaundwa ni wakati ule Mtume ameshahamia mji wa Madina. Kwa hiyo kuna wale waliowapokea ambao wanaitwa Ansar, kuna hao waliohama wanaitwa Muhajirina. Hao ndio kundi la kwanza lililoundwa pale, baadaye liliongezeka likaongezeka. Uislamu ukawa so powerful, ukaweza kupambana na watu wote waliokuwa wanalipinga mpaka tukafika mahali lilipofika. Sasa ukisoma vitabu vya tarehe, tutasoma kitabu kimoja ambacho tunakitumia mara nyingi. Shekhe huyu anatuambia, lam yakun maana alhijra, haikuwa maana ya hijra, maana ya kuhama, maana ya kugura kutoka Maka kuhamia Madina, huwa takhallus min alfitna walistihzai fahasiba. Maana ya kuhama kutoka Maka kuhamia Madina haikuwa na lengo la kujitenga tu na fitna iliyokuwepo Maka na ile istihzai iliyokuwa inaendelea kule. Hilo jambo ndio likawa limeishia hapo. Bal kanatil hijra, bali ilikuwa hii hijra, maa hadha, pamoja na haya ya kukwepa fitna na istihzai zilizokuwa zinaendelea kule Maka, maana yake hasa kubwa ilikuwa taawunan, ni kuwezesha, ala iqamati mujtami'in, kuwezesha kusimamisha mujtamaa. Mujtamaa maana yake ni umma, kundi jadidin, jipya, fi baladin aminin, katika mji ambao una salama, una amani. Ndio maana haikuwa ni kuhama tu, kukimbia kero za Maka, la. Pamoja na kukimbia kero za Maka, lakini hasa ilikuwa ni kuwezesha kusimamisha mujtamaa mpya kabisa katika mji mzuri wa Madina, ambao tayari watu wa Madina walishajitokeza kwa ajili ya kuhami harakati hizo. Walidhalika, na kwa hivyo kwa wakati ule, asbaha farlan, ilijitokeza kwamba ni lazima, ala kulli muslimin, kwa kila Muislamu, qadirin, mwenye uwezo, an yashama fi binai hadhihi alwatani aljadid, kwamba ilimpasa kila Muislamu ambaye ana uwezo ajiunge na mujtamaa huu. Ilikuwa ni lazima ili kushiriki katika kujenga mji au mamlaka mpya. Wa yabdala juhdahu, na ajitolee juhudi zake zote kabisa, fi tahsinihi, katika kuilinda, wa rifatin shanihi, na kunyanyua
masala mbalimbali yatakayohusiana na kundi hili. Huyu ndio mwandishi ametuandikia kuhusiana na hilo kundi wakati limezaliwa. Hapa huoni kuswali wala kufunga wala chochote, kwa sababu hizo zinakuja kwenye stage zitakazofuatia ili nini kuweza kufikia hayo malengo. Kwa hiyo katika kundi lile, baada ya kwanza, sira inatuambia la kwanza kabisa kuteremshwa ilikuwa ni faradhi ya swala, na swala hiyo haikuja, ilianza kwa rakaa 2 asubuhi na rakaa 2 jioni, ndivyo ilipokuja. Lakini baadaye ilikuja ikaongezwa ikawa swala 5 kama tunavyoziswali sisi, ambapo idadi yake ilikuwa ziwe 50. Lengo ni nini? Lengo ni kuweka nidhamu. Huu mujtamaa ulitakiwa uwe na nidhamu spesheli sana ya kuzingatia muda. Kwanza kuzingatia muda, pili kuzingatia mahudhurio. Muda na mahudhurio. Na tunaambiwa muda si mrefu utaratibu wa adhana ukawa umewekwa. Kwa hiyo ile swala 5 zile zilisaidia sana katika kuhakikisha watu wanakutana, wanaelekezana na wanaweka mikakati ya kufikia malengo yaliyotakiwa. Ndio maana hata katika siku 2-3 hizi tulizozungumza, jambo tuliloliibua kwamba kila mtu asilifanyie mchezo. Kama anakusudia kuwa katika kundi hili ambalo nia yake ni kuelekea peponi, asifanye mchezo na swala, kwa sababu hata wakati huo swala ndipo ilipofaradhiwa na ikawa imewekewa mikakati muhimu mno. Kwa hiyo hali kadhalika na sisi hatuwezi tukalipeleka ili kundi letu kama hatutakuwa na mipango madhubuti. Na mahali pa kupanga mipango hiyo, sisi hatuwezi tukawa na mipango inayofanana na wale. Katika tarehe inaonyesha katika mipango yao waliweka maelekezo, kanuni, masharti 16 yalitakiwa yazingatiwe kwenye mkataba wao, na yako yameorodheshwa pale. Sasa sisi hatutafuata yale, kwa sababu Uislamu unaendana na nyakati. Kwa hiyo na sisi tunaweza tukaweka mipango yenye malengo yale yale, lakini yanayolingana na mazingira yetu. Sasa mimi nitatoa kama vile mchango kwa namna gani tunaweza tukatengeneza ili kundi likaendana na nyakati tulizo nazo, na tukafanya mambo yetu kwa ufanisi na kwa muda mfupi. Lazima tukubali kuendesha shughuli zetu kwa kutumia teknolojia ya kisasa, teknolojia iliyopo. Tulipoanzisha wakati ule wa mwanzo, teknolojia hii haikuwepo. Ibidi tuende na teknolojia iliyokuwepo. Sasa maadamu tumekubali kufufuka na kurudi tena, sasa tunatakiwa tuzipange upya zile techniques zetu za kufikia. Malengo ni yale yale kama tutakavyoona baadaye, lakini tunapaswa
kuendana nayo. La kwanza kabisa ni namna ya kusimamia hizi shughuli zetu za swala. Manake hapo tukifeli hamna tutakapofaulu. Manake itakuwa ni wanafiki ndio wanafanya hii shughuli na hawatafika mbali. Sijui kama naeleweka jamani. Yaani kama hatutakuwa makini kwenye swala yetu ikasimama barabara, popote mtu alipo, swala inakuwa kipao chake mbele cha kwanza, hatutatoboa na tutakuwa waste time yetu bure. Na tutakuwa tunafanya kazi kama wanafiki, na wanafiki wataishia kwenye shimo la moto tu. Swala lazima tukubali inyooke. Sasa sijui kama ni tatizo sana kubwa, manake watu sisi lazima tujadiliane wote kwa pamoja. Kama ni mgogoro mkubwa sana, mtatoa mawazo, labda tuanze na zaka. Swala labda itakuwa ngumu, tuanze na zaka. Lakini mpangilio wa ikama tu swala wa itau zaka, baada ya shahada tu ni kusimamisha swala. Zile nguzo hazikupangwa kiutani. Na swala itatusaidia nini? Tukiweza kuipiga tukaiweka vizuri, ina maana tutakuwa badala ya kusema huyu mtu bwana anafuata wakati kama mzungu, tutakuwa kama Muislamu. Manake akiitwa mahali anafika on time kwa sababu ameshazoea, imekolea kwenye damu yake. Mambo ya kusifu wazungu itakuwa hamna tena, tutakuwa kama Waislamu. Ila sasa hivi baada ya kutelekeza swala tunaitwa nani? Tunaitwa Waswahili. Naitwa Waswahili. Waswahili manake ni watu wasiokuwa na mipango. Unaweza ukamwita asubuhi akaja saa 6. Sasa nimeweka mpango, manake kama kiongozi hapa naongoza ile darasa nisiye mtupu tu. Nimekuja na mpango mkakati hapa ambao utatusaidia. Hapa tunaohudhuria, kama tutakubaliana, basi tutaorodhesha majina yetu hapa kwenye hii karatasi. Kwenye hii karatasi inaorodhesha, kuna jina, kuna msikiti unaoswali, msikiti wewe unaposwalia, na hasa swala ya asubuhi. Na ya mchana unaweza ukawa kwenye msikiti mwingine kwenye harakati, lakini asubuhi lazima uamkie kwenye msikiti wako, ndio kawaida, si ndio? Kwa hiyo utatuandikia msikiti unaoswali asubuhi. Alafu utaweka namba yako ya simu. Naamini kwa dunia ya leo kila mtu ana simu, na ndio njia rahisi kabisa ya kukutana, ya kuwasiliana. Lakini pia utatuwekea namba yako ya WhatsApp. Nako unaweza ukawa na namba ya kawaida inatumika kikawaida, lakini una namba ambayo ni ya WhatsApp. Hii namba ya WhatsApp ina matumizi mengi. Wenzetu wanafaidi. Kwa mfano sisi walimu wakuu, sijui walimu, kuna mambo mengi ya kielimu, tuko kwenye magrupu ya WhatsApp. Mimi niko kwenye magrupu zaidi ya 5. Na yote yanafanya kazi, napata taarifa ya nchi nzima kwa wakati mmoja. Sasa kama dunia, na hii sio lazima uwe tu, hata kama tungemuunganisha mtu aliyoko Marekani na yeye, taarifa yote tukituma hapa na yeye inafika kwake. Akitaka kututumia inatufikia mara moja. Kwa hiyo badala ya kukutana mara chungu mzima tunaweza tukafanya mambo mengi kupitia WhatsApp. Ni grupu, lakini sio lazima WhatsApp. Kama grupu ni kubwa sana, mnaweza kutumia Telegram, mnaweza kutumia nini? Kuna magrupu mengi. Hii itatusaidia nini? Baada ya kupata listi na kuangaliana kila watu msikiti wanaposwalia asubuhi, tutatengeneza vigrupu vidogo vidogo vya misikiti ile ya kuswali swala ya asubuhi. Ili nini? Katika ile group tutachagua viongozi. Na wenyewe pia wanaweza wakatengeneza hata grupu lao. Manake grupu, habari nyingine unaweza ukawa unataka grupu kadogo kakao na mambo yao. Lakini kuna grupu kubwa la hii darasa yetu yote kwa pamoja. Wale watakuwa kazi yao
ni kutupa feedback ya maendeleo ya namna ya swala, mahudhurio na nyakati na kuwahi katika msikiti ule. Manake yule tu akimaliza tu akiangalia hivi anajua fulani hayupo. Yule ambaye atachaguliwa kama ndio kiongozi, basi anatengeneza data yake pale, anatuma kwenye yule mkuu wa group letu hili. Kabla hata saa moja tumeshapata watu wangapi, tuko asilimia ngapi ya mahudhurio. Na pengine yule ambaye tutamchagua kiongozi wa kukusanya data, maana hakuna kitu kikubwa kama kukusanya data. Data ndizo zinazofanya kazi dunia nzima. Watu wanacheza na data tu. Kuona udhaifu au uimara wa kundi ni zile data zinaendaje. Kwa hiyo yule tutakayemchagua ambaye ndio atakuwa anapokea data zote za magrupu yote, yeye pengine atakuwa anatumia na kompyuta yake, majina yote yako pale, anaingiza pale tan, inatoa percentage. Leo asilimia 20 leo ndio wamewahi swala asubuhi, bonga zima. Na yeye anatuma kwa mwenyekiti, kwa wale watu ambao wanahusika, au anatuma kwenye grupu. Sasa jamani, mahudhurio ya leo, kila mtu inaingia kwenye simu yake, leo asilimia 20. Kwa hiyo tunapeana taarifa instantly juu ya uimara wetu katika jambo la kuswali. Na hilo nimetoa kwa mfano wa swala, lakini kuna mambo mengi. Tukitaka kuchangia chochote, tukitaka kufanya chochote, tunatumia tu kupitia kwenye mtandao. Hamna mambo ya kupita tena na kadaftari. Hamna. Jamani, mchango ni kiasi fulani, mkusanyaji ni fulani, anapokea zile na update inakuja kadiri zinavyoongezeka. Ndivyo tunavyofanya. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda, maendeleo ya kila kitu yanapitia kwenye mtandao. Lakini hata hizi darasa zetu unaona tunazirekodi hapa. Baada ya kuzirekodi, mtu yote anayetaka inaingia kwenye WhatsApp yake. Saa yote anasikiliza hilo darasa tulivyoliendesha. Kuna mahali alikuwa pengine anataka kuja kuuliza baadaye, jana ilikuwa hivi nini, iko live. Kwa hiyo ina mambo mengi. Hata ukikosa darasa huko ulipo utapata hilo darasa lilikwendaje. Sijui mimi ni mchango wangu kama kiongozi wa darasa ili kuweka mambo sawa sawa. Sasa kama tunakubaliana hii karatasi ianze kupita, tuorodheshe, maana hatuna muda wa kupoteza. Kama kuna mawazo mapya tuyapokee kufuatana na hiki kipengele. Karibuni. Ndio hapo tayari tumesema waltakun ummatun, ndio tunatengeneza sasa tayari kundi. Na kundi lenyewe sasa tunaliendesha kufuatana na teknolojia tulionayo sasa hivi. Majid. Sisi ndio watoto vijana kuna wazee wetu baadhi wachache kabisa bado wapo. Sisi ndio wazee vijana wetu kuhakikisha tuna hiyo inakuja, hiyo inakuja, ni shuruti la pili. Hilo linakuja sasa hivi. Ni kweli kina Majid ndio walikuwa vijana, sasa wamekuwa wazee, lakini vijana wale ambao tuliwafundisha sasa hivi na wenyewe wameshakuwa vijana. Kwa hiyo nadhani kundi letu litakuwa imara na la kisasa. Bahati nzuri hao wote vijana waishasoma, sio kama sisi tulikuwa mbumbumbu wakati ule na teknolojia wakati ule. Nakumbuka tumeanza kutumia simu mwaka 2003 ndio tulipata kufuatilia usajili wa shule yetu. Amani ndio alitupa simu chake cha ndio ilikuwa simu ya kwanza kutumia, na ilitusaidia sana, maana ilikuwa na wasiliana na watu wa Moshi.
unapanda juu ya mti unawasiliana. Chaji kwa beti. Naam, Ramadhan Saleh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikianza na ile mwisho na kurekodi majina kwenye kila msikiti, hususan swala ya alfajiri. Nadhani kwa mazingira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa hii tarehe ambayo niigusa, kuna tukio moja maarufu na napenda kulizingatia kwamba siku Mtume alipokuwa katika maradhi ya mwisho, watu walisubiri sana Mtume akezeni. Naam. Baada kafikia saa Bilali kwenda kumwangalia Mtume au akamchukua Mtume kumbeba katika mabega mawili. Ili ni kuonyesha umuhimu wa jambo la swala. Na rekodi zinaonyesha kwa mfano kama hii ni siri Ibn Hisham amewataja maswahaba wote tena kwa majina, kwa kuandika majina yao. Naam. Wale wa Maka Muhajirina na wale Ansar wa Madina, anakwambia fulani ambaye ni Muhajirina ndugu yake wa Maka ni fulani, na hawakuwa tu ndugu wa hivyo hivyo, au hawakuwa tu bali ni mmoja wa kweli kweli. Ndio baadaye kufuatia masuala ya adhana na sala. Naam. Kwa swala la kurekodi majina ni swala muhimu, itatusaidia kama katika mambo ya Facebook na nini mitandao, kwa hali ya wakati huu ni muhimu. Katika simu yangu ni hapa, lakini natamani naona wingi sana. Msilimu. Kwa hiyo ni mzee nadhani yuko hapa kwa Jumanne. Jambo langu la tatu, ningeweza kubeba deni la juzi. Ni nani ambaye aliyechelewa katika ile takbira mpaka Mtume akamwambia usirudie? Ndio juzi ukasema tutafikia baadaye tukamwambia. Ile alikuwa ni Abu Bakar. Yaani kuonyesha umuhimu wa takbira. Hakuwahi kuikosa takbira ya Mtume, lakini siku hiyo alipochelewa alikuta Mtume ameshahama katika rukuu. Ndio akasema ile subhanallah, ndio Mtume akamsubiri pale. Alipowahi rukuu kwa maana amepata rakaa, baada ya kutoa salamu Mtume akamuuliza ni nani ambaye alikuja akapiga subhanallah? Akasema ni mimi. Nilikuwa nakimbilia ile rakaa au swala. Pale Mtume akasema usije ukarudia tena. Jitahidi sana kuwahi nini? Mwanzo takbira, usije ukarudia tena. Ndio maana watu wafiki wanasema kwa tamko hili Mtume alipomwambia usije ukarudia tena, wako baadhi ya watu wafiki wanasema imekatazwa kuja kukimbilia sala au kukimbilia rukuu. Mmoja kwa sehemu nyingine kama kiwa hapa toka kupiga subhanallah anafanyaje? Ananyuka. Samia anaamka na kuacha kusubiri. Ina maana Mtume ile jambo japokuwa alimsubiri akamwambia usije ukarudia tena, hii ndio mwisho. Kwa hiyo kwa wale ambao nitaka kumjua sahaba huyu kama juzi sasa kwa msema ni Abu Bakara, na alichelewa kutoa takbira akamkuta ameenda kwenye rukuu, lakini baada hapo alitoa makemeo makali. Hii inaonyesha lazima watu wajitahidi kuwahi takbira. Naam. Kwa kwangu jambo. Jazakallahu khair. Naam, Mwalimu Hussein. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sina mengi ya kuzungumza, isipokuwa naona tuendelee tu hiyo pointi ambayo umezungumza hapo. Na nilikuwa napendekeza kama alivyozungumza jamaa wangu Majid pale kwamba sasa hivi sio kijana tena, ni mzee. Basi na misikiti yetu ambayo iko kwenye taasisi inajulikana. Nadhani watu tulioko hapa tumewakilisha ikiwezekana kutoka kila msikiti. Ni vizuri basi tukapata kila kijana, watu wakapendekeza tu msikiti fulani, ili sasa aweze kupewa hiyo fomu aijaze, ili tuendelee na kitu kingine. Yaani twende tu hapo Mtendeni au msikiti huni nani fulani, kama yuko hapo basi anapewa fomu, anaweza anafuata hizo taratibu kama zinavyotakiwa. Ndio ilikuwa ngoja turekebishe hapo. Hii hapa ni ya kuandika tu watu wote. Hii itakuwa ni kama master roll ya darasa zima. Alafu
tutakapokuwa tumeshawaandika wote hapa, kila msikiti tutachagua kijana, yeye ndio ataorodhesha watu wake huko ambao walishajiorodhesha huko, au atapitia kwenye karatasi akachukua wale watu akawaropoa akawaweka pembeni, alafu nini, akaanza kuwasiliana na yule mkusanya taarifa, mkusanya takwimu tutakayemchagua wa misikiti yote. Sasa atakuwa tuwe na mmoja kila msikiti. Akishamaliza tu basi anatuma ujumbe, leo huku kwangu ni 5 kati ya 8, na majina yao na kila kitu, ili nini kwenye attendance kule ingilie, ili tukifika mwisho wa mwezi tulishakubaliana, tuko serious. Kifika kila mmoja atapata asilimia yake, amehudhuria na asilimia ngapi. Watu wa 100 watapata, watu wa 20, 10, 0, kila mmoja ataonekana. Hii ni nini? Kuhamasishana. Manake kazi ya mbinguni kule lazima ianzie hapa duniani. Ndio maana wenzetu walitunza takwimu. Pamoja na teknolojia yao ilikuwa ngumu zaidi, manake hata makaratasi pengine yalikuwa tabu, lakini waliweza kutuandikia. Ndio maana Sheikh anatuambia pale, waliandika kabisa huyu ni wa grupu gani, huyu ni wa grupu gani, kwenye kazi zao zote. Ukitaka vita yoyote, orodha waliopigana siku hiyo ipo. Na sisi huku tumesahau hiyo kitu, hatuweki kabisa kumbukumbu. Sasa sisi tuweke kumbukumbu. Naam. Kwa mfano tuna msikiti wa sekondari pale, na kuna watu wanaotumia kuswali. Mathalan kwa mfano kaambiwa kwamba sasa wanafunzi warudi mashuleni. Itakuweje sasa? Maana pale kuna wanafunzi alafu kuna watu wa kawaida ambao sio wanafunzi, nao wanaswali hapo. Wao wanajuana. Sisi kumbukumbu yetu wao wanafunzi sisi haituhusu. Ila wanafunzi sisi tuna utaratibu wao. Wanafunzi na wenyewe mahudhurio yao tunachukua. Tulishaanza muda mrefu. Ila hao ya wanaharakati wenzetu yataonekana. Na pengine watakuwa hawapo, pengine msikiti ule pengine utakuwa hauna mtu. Na hapa tuliko hapa ni mchanganyiko. Tumekaa pengine watu ambao wataingia kwenye hizi harakati wakawa sio kama nilivyosema, haka tukatihi ndio inayotutenganisha. Lazima uwe na ule uchamungu uliotoka ndani kabisa. Na mimi naamini kabisa tukiwapata hao, safari itakweli, tutatoboa kuelekea peponi. Nina uhakika kabisa, biidhnillah, kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nadhani tumeshakubaliana, tusipoteze muda. Hii imeishakubalika. Kwa hiyo kalamu, kuna mtu mwenye kalamu kweli? Maanake watu ungemtafuta mtu akapita tu akaandika, maanake watu wengine ni wazito pengine. Naam. Ni mahali pazuri pa kutoa dukuduku ili nini, maanake safari yenyewe hii, ila kuna shida hapo. Hapo nadhani ibilisi alikuzidi. Maanake shughuli tunazofanya kwa kweli maslahi yake sio ya kidunia. Kama ni ya kidunia hatutafika mbali, kwa sababu itakuwa ni kama chama cha ushirika, na hamna chama cha ushirika kinachokwendaga milele, lazima kitaanguka tu mahali. Sisi hapa tunafanya chochote utakachokifanya, haufanyi kwa ajili ya binadamu wengine, unafanya kwa ajili ya kusaidia dini ya Mwenyezi Mungu. Na maadamu dini ya Mwenyezi Mungu inakwenda, malipo yako hayatapotea. Kwa hiyo zile shughuli zako zote ulizozifanya, mimi naamini Mungu hatazipoteza. Unazipoteza tu wewe mwenyewe tu unaweza ukazipoteza unapoingiza, kwa sababu ile ni sadaka ulitoa, ukatoa masimbulizi. Ukisha wetoa maneno, Mungu alipi tena, anaacha hiyo kesi, mmalizane wenyewe, kwa sababu hayo sasa ni ya chama cha ushirika, sio hili kundi ambalo linafanya kazi free of charge kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Ili hatufanyi ili tupate feedback hapa. Sisi tunafanya ili watu wengine wafaidi. Ndio manake tutaona kwenye darasa la kesho inshallah. Manake katika vipengele, ili uweze kuamrisha mema na kukataza mabaya, lazima uwe na mamlaka, lazima uwe na authority,
lazima ukubalike na hiyo jamii, ili kundi letu ili liweze kukataza mema ili liweze kuamrisha mema na kukataza mabaya, lazima iliwe na mamlaka. Lakini mamlaka inapata wapi? Inapata kwenye mioyo ya watu. Watu wakisha kubali ndio tayari umepata mamlaka. Ukisema acha, wanaacha. Lakini utafikia hapo kwa namna gani? Mungu ametuonyesha, kwa sababu tunalo kundi lile la mwanzo lenyewe lilifanyaje likakubalika? Lilifanyaje likakubalika? Tofauti na vijana wengi wanavyodhani. Ili tuweze kuwa na mamlaka ni tuwe wakali, tunatoa macho, tuwe tunatukana watu, tunawakataa, tunafanya hivi, tunafanya kumbe mtume hakufanya hivyo. Mtume alitumia iko njia ambayo tutajifunza kesho inshallah. Kwa sababu tuko katika kutengeneza kundi na tunapita barabara ile aliyopita mtume. Hatutapita barabara nyingine. Yoyote atakayepita barabara nyingine hatafika. Hawezi kufika. Na huo ndio ubora wa kusoma sira ya mtume. Unaposoma sira ya mtume manake unafuata njia za harakati alizopita mtume. Na ukipita njia nyingine utatoboa, kwa sababu wewe huwezi kuwa mjanja kuliko mtume. Mtume akielekezwa na Mwenyezi Mungu. Sasa hizo katika harakati kama hizi jamani, bila subira Ibilisi atakunoko out kwa urahisi mno. Manake kama ulitaka msaada ukakosa huo msaada, ukaamua kujitupa, tayari ushafeli. Tayari utakuwa umefeli. Na hii akili ya kwamba wewe sasa unadhulumiwa, sasa wewe unavunjiwa adabu, ni Ibilisi anakuambia. Manake malengo hasa ya mjitamaa huu si kwa hayo yatakuja ziada tu. Kusaidiana ni hakika, lazima tusaidiane, kwa sababu ndio pale kupendana. Kuna hadithi chungu mzima zitakuja baadaye kutuonyesha jinsi tunavyotakiwa tushikamane vizuri. Sasa msiposhikamana vizuri, mmoja akakukwaza, haiwi ni sababu ya wewe kutoka kwenye dini. Maana utakuwa unatoka kwenye dini kwa hasira. Kuna mtu atakuudhi kabisa, useme basi hata Uislamu tena sitaki, kumbe dini yenyewe ya ovyo. Unahama kabisa na dini. Hai, bora nibatizwe. Sisi tuna ile historia hapa inayozunguka hapa. Sharifu mmoja alifanya mambo tukakosa muumini. Kwa hiyo isije katokezea hiyo. Makosa ujue ni makosa ya kibinadamu. We mlenge Mungu tu. Na mara nyingi mimi nilikuwa nikisema we usikubali kungojea sijui shukurani kwa mtu, kusifiwa na mtu. We hata kama watu wote watakulaumu, maadamu Mungu unaona umemridhisha, tosheka na hilo basi. Hao watu kwanza utawaweza. Na katika hao watu tuko hapa vizuri kabisa, lakini hatumjui nani hapa ni shetani, nani hapa ni muumini. Hatumjui. Pengine mimi hapa ninayezungumza ni shetani tu kumbe. Kwa hiyo tujitahidi. Lengo hapo sasa ni tayari Ibilisi amekuingia. Ibilisi amekuweza. Na ndio maana tuna mtume anasema jitahidini sana. Kila ukimaliza swala ya asubuhi, piga kul huwallahu 3, kul a'udhu birabbil falaq 3, kul a'udhu birabbin nas 3. Usiondoke msikitini kabla hujamaliza hiyo kazi. Na ukimaliza magharibi fanya hivyo hivyo. Ili nini? Ubaki kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema atakulinda. Huwezi ukapata pepesi mbaya hizo. Kwa sababu binadamu ni wabaya mno. Wana maneno makali. Inataka subira, uvumilivu, hasa kwenye kundi. Mkisha kuwa kundi tu, lazima mkubaliane kuvumiliana. Sio kwamba maswahaba walikuwa wagombani, walikuwa wanagombana, lakini kila wakigombana twende kwa mtume, mambo yao yanarudi, yanaisha. Lazima muyapeleke Kiislamu. Tutafika. Ustazi? Naam. Unaongea jambo zuri sana.
bila kuwa na subira. Labda ni shetani tumempata labda Alhamisi au Jumanne. Lakini sasa kwa upande mwingine hawa watu wanakuzunguka wewe, wenyewe hawastahili kuwa na subira kama unavyowaambia Jumanne na Alhamisi katika kutoa majibu yao mtu anapokuja. Wanapaswa. Tena wao ni wabaya sana na pengine wao wanapoteza pepo yao, wataipoteza. Ndio nilikuwa nataka kushauri kwamba hii gurubu ndio kuzunguka wewe. Watapoteza. Ndio linatakiwa liwe mstari wa mbele. Je, mimi ninapokuja wananipa majibu gani ili nijione kwamba niko kwenye kundi. Kuliko kufarakanisha toma Jumanne na Alhamisi jinsi wanavyosema. Sasa tatizo ni nini? Tatizo hatujafuata pia ile protokoli ya Kiislamu. Wenzetu walipona kwa sababu kila walipopatikana na mambo hayo waliyafikisha yakazungumzwa. Sasa sisi huwa tuna hasira kiasi kwamba hatutaki hata kuzungumza. Yaani hatutaki kabisa. Yaani ukikasirika unavumba tu mwenyewe basi. Paka utakapotokezea motoni basi ndio itajulikana huko. Na hasira lazima ikupeleke utatokezea motoni tu. Hamna namna. Ndio maana nawaomba sana muwe na subira na uwe mwepesi wa kusamehe. Hamna kitu utapoteza. Mtu anayesamehe hakuna anachopoteza, kwa sababu ukisamehe jambo Mungu anakulipa. Kwa sababu Mungu ameweka utaratibu huu ni nini? Ili mijitamaa kama hii isiporomoke. Manake watu wakishaiva subira, wakaiva kusamehe, utakuwa tena na migogoro. Migogoro ipo. Migogoro lazima iletwe na watu wenye hasira. Au vipi? Na Mtume ndio maana amesema mmoja wetu hapa yule mwenye nguvu kuliko wote ni yule ambaye anaweza kuzuia ghadhabu yake. Najua mtu akikutolea maneno makali inapanda. Sasa wewe ukiweza kuzuia, alafu ukizuia ndio inakuja subira. Ukaweza kusubiri, alafu kinachofuata cha tatu ni kusamehe. Lakini kabla ya kusamehe unaweza ukachukua hatua katikati hapo kwamba ukalifikisha mahali ili lizungumzwe. Wewe bwana umeniambia hili. Kiongozi wangu sikiliza. Huyu ameniambia hivi. Ni haki. Halitaisha. Lakini kama halikuletwa litabaki mpaka leo. Sasa haya makovu hatutaki yabaki namna hiyo, na ndio maana sasa hivi tukitumia teknolojia hii ya sasa itakuwa sio rahisi mtu kubaki na hasira. Mtu amekujibu hovyo, basi unatoa taarifa. Grupu zima linajua, jamani leo nimejibiwa hovyo. Aliyenijibu mavi leo ni huyu. Kasema hiki. Ni sawa jamani, hebu nitoleeni mawazo, niliwaze mwenzenu. Watu watatoa. Baadaye litakwisha. Au vipi jamani? Hii inasaidia sana kwenye magrupu sisi tunayaona. Mtu anaweza akanya mavi huko baadaye akaomba msamaha. Manake watu wote wanamzomea. Haitakuwa siri tena. Tulienda kulima. Tulikuwa kundi. Lakini ile kundi mvua ilitokea. Ile mvua ni kitu tumeshangaa, tumesimama hapo mvua imetuzunguka tukalima. Sasa ina maana wakati huo imani ilikuwa juu mno. Mlikuwa nyinyi ni mafrendi wa Mungu. Na inawezekana mengi sana yanatokezea. Watu wakianza kuhesabu ya wakati ule mambo makubwa ni mengi. Lakini tulipoacha Naam, Mwalimu Ali. Nafikiri kitu kwenye mada ya kundi ni haya ambayo inakuja saa hizi, nasema watakumbuka umma ya dukule ya kheri ya umma maarufu na lahauna ulimuka tafadhali. Nafikiri umefika wakati sasa jipange vizuri. Kama tunaunda kundi, hili kundi, nafikiri kundi lina sifa, zimeorodheshwa sifa za kundi.
kundi la harakati ya dini ya Kiislamu. Naam. Sasa sote kwa pamoja, kama kila mmoja atakuwa amezipata zile sifa, basi atakuwa anazilinda kwa na harakati. Na moja ya sifa hizo ni kuhurumiana. Kwa hiyo mimi mshukuru Mwenyezi Mungu pia na wale wajumbe tuweze kutoa zile hukumu zao pale walipokuwa na matatizo wakashindwa kuhudumia. Naam. Na hii inalingana na kauli ya Allah inayosema Muhammadu Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye Muhammad, ashiddaun ala al-kufar, walikuwa ni watu wenye nguvu juu ya makafiri. Ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao. Sawa sawa. Kwa hiyo hawa wajumbe waliotoa dukuduku, mimi nawaunga mkono kwamba imekuwa ni sababu pengine ya kuona hili kundi bwana haifai kujiunga nayo. Kama tunaweka mipango na kaa vizuri, sasa nina shida, niende wapi? Kama sio nikimbilie kwenye lile kundi. Na Mtume anasema ukiona mambo yamekuzidi, imekuwa tight, waambie ndugu zako Waislamu. Na Mtume akasema wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Naam. Mwenyezi Mungu yuko katika msaada wa mja pale mja anapomtaka msaada ndugu yake. Kwa hiyo Waislamu wanakimbiliana wao kwa wao. Tayeb. Sasa tunapofikia mahali tunasema tunaunda kundi kweli, na zile sifa ziorodheshwe, na kila mmoja awe nazo, hata atengeneze kwenye simu yake ili kuona nani anapata zile sifa. Akipata zile sifa, kwa hiyo tayari tunataka kuanzisha kundi letu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka sunna. Kile kitokea itilafu haraka watu warudishane. Na ikitokea kutokuelewana kwa mmoja au mwingine, fa idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi. Kuna kasema ikiwa mnamwamini Mwenyezi Mungu. Na mambo ya Uislamu hayako siri kama vile imani ndio. Mtume anasema al-Islamu alania wal iman fi qalbi. Mambo ya Waislamu ni waziwazi na imani ndio iko moyoni. Kwa hiyo tunapounda kundi tuliwekea mikakati maalum na tuhakikishe sifa zinajulikana, kila mmoja azilinde ili kundi lisiache. Tayeb. Sawa kabisa. Uislamu uko wazi, na ndio maana Uislamu unatakiwa uonekane na kila mtu, na ndio maana ule Uislamu ukifanyika sawa sawa unakuwa ni wenyewe tayari ni dawa, unaita watu waingie kwenye kundi. Na ukifanywa ovyo ovyo tayari watu wenye kundi watawajibika, kwa sababu watakuwa wamezuia ule Uislamu uzuri wake kuonekana kwa watu. Naam, Sheikh Idi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nichangie kwenye hiyo migogoro ya kijamii. Naam. Ndio, kuna migogoro ambayo inahusu dini na migogoro ya mtu binafsi. Tayeb. Kwa hiyo mwingine anaweza migogoro yake binafsi ikapelekea kuichukia dini na kuitukana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye sura Al-Hujurat, in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahum. Kama makundi mawili ya waumini yatagombana na kuzozana, yapatanisheni. Sasa makundi ni muda mrefu, sijui ni miaka mingapi toka leo dukuduku zinatokea. Maana yake kama mmoja wapo angekufa na ile hali atilipo mbele kwa Mwenyezi Mungu angekuwa vipi? Bali sulhu ni bora zaidi, na inatokea fanyewe kazi haraka sana. Sasa mimi nilikuwa na shauri, ukisoma historia ya kisa cha Aisha wakati amesingiziwa jambo la zinaa, wale wote ambao walipepeta midomo yao ikamfikia baba yake Aisha ambaye ni Abu Bakar. Kama binadamu ulio dhaifu wa kibinadamu, tunaambia kulikuwa na mtumishi kijana wake
nikamwambia basi na wewe kwa umeungana na hawa watu wa maneno na kukatia msaada hapo kwanza. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akasemaje, wasiatu wale ambao wamepewa uwezo na Mwenyezi Mungu kwa hawatawasaidia wenye dhiki katika jamii. Kwa Abubakar alijirudi akarekebisha kauli yake, akaendelea kumhudumia ile jamaa. Kwa kule udhaifu wa kibinadamu kikubwa, labda ni shauri kila mmoja ajue madhaifu ya mwenzake. Akishajua aweze kuyavumilia. Angalia haya ninayofanya ni kwa maslahi ya dini au maslahi yangu binafsi. Kama ni maslahi binafsi anaachana nayo. Kama ni maslahi ya dini apambane nayo ili dini isije kurudi nyuma. Kwa watu wengi mimi baada ya kusikiliza hii migogoro mingi naona ni ile ya mtu binafsi, yaani shida ya kifamilia. Kwa ile familia sasa nafikiria kama kuna kundi la kuweza kunisaidia alafu alinisaidia. Kuna haja gani ya kuwa na kundi kama hilo? Bwana mimi mwenyewe nataka niseme kundi. Sasa haya sijui kama dini itaenda mbele. Ndio kwa nashauri. Kikubwa ni ile kucha Mungu mkusikana pamoja na imani. Hata yule anayemfanyia mwenzake labda jambo fulani la kumkwaza, naye ni anatumia udhaifu wake kama binadamu. Kwa hiyo ana labda njia au hekima ni namna gani mtu mwenye shida anaweza kusaidia. Unaweza usimsaidie chochote, lakini ile kauli ikampa nguvu. Kwa kweli huyu mtu alikuwa na nia kunisaidia, lakini kwa kauli yake hii ameshindwa, lakini amwekee dhana mbaya. Kwa wengi wanaweka dhana huyu fulani ndio mbaya kabisa. Kwa mfano kama labda kauli iliyotoka kwa palikuwa na watu wengine, labda mtunza store kwa mfano amenikwamisha, lakini wao walikubali asaidiwe. Tayari ule ni mgogoro baina ya mtunza store na huyu ambaye alikosa ule msaada. Sasa inategemea ni kauli gani alipewa na kabakia na ndugu, lakini kilichowezekana alishindwa kurudi kwako bana. Tulikubaliana kuwa mimi nipewe, lakini nimeenda nimekuta kikwazo, hebu toa kauli, sipati msaada wangu. Lakini akaamua huyu na yule alotoa kauli chao kimoja, acha mimi nitenge vyangu. Sasa kwa hivyo hatutafika mbali. Na ni hasira ndio iliyomfanya akafikia maamuzi hayo. Angebaki tu na subira, angepata hiyo akili ya kurudi ofisini. Kule angepata msaada. Madodo? Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mimi najifunza ni kwa watu tunakuwa na nafasi za kuongoza mambo, yani kusimamia chochote. Tunatakiwa kujitahidi, yani hata kama hakuna mtu anakuja na shida yake, basi hata kama hakuna, basi kwa namna nzuri ya kutoa majibu. Naam. Sasa unaona vitu ya namna hiyo ni kweli kwa watu kutegemea na imani inakatisha tamaa. Pengine mtu tangazo limetoka, kuna fursa ipo ya kuja kurudisha, lakini nakuja kuitumia hiyo fursa, badala ya kujibu unaniambia natakiwa keshi. Alafu baadaye binadamu sasa unakuja kuona maana kuna watu wamepata. Sasa uone kinyume kabisa, kuna watu wanalingana. Binadamu tu lazima anakuja kitu cha namna hiyo. Sasa cha msingi tu hapo ni wale watu wapata nafasi, tunatakiwa tutumie uadilifu ili uweza lile kundi liweze kuwa kitu hicho kimoja. Kisha kwa ni kwenye hao watu wanapewa nafasi, basi wajitahidi kwa uadilifu na kauli zilizokuwa nzuri. Inshallah. Kwa sababu tuko katika kutengeneza hilo kundi, ndio sasa tunaangalia, ndio maana tumepata hata fursa tuzungumze na turuhusiwe tu kuzungumza, na wala manake kibinadamu ukizungumza kidogo pressure inapungua. Kuna mtu mwingine anaweza akakaa nalo mpaka akafa nalo. Sasa likimuua anaweza akatokezea mahali pabaya. Ndio maana tunatoa hii fursa tuondoe yale mazongezonge, lakini pia tupeane njia mpya ya kuto yafikia tena hayo, kwamba zile mamlaka ziheshimu mamlaka zao na ziwe na kauli ambazo ni za Kiislamu, lakini pia tutenganishe mambo ya kidini na mambo ya kibinafsi. Pia lazima pia tujue huu ni udhaifu sio wa Uislamu, huu ni udhaifu wa huyu bwana. Lazima pia tuwe na jicho la namna hiyo, lakini pia tuwe na uwazi. Kama kuna mtu anafanya jambo fulani, isiwe ni siri ya watu wawili, litoke liwe kwenye jamii, ipatiwe ufumbuzi. Bro, alaikum salaam. Nadhani mfumo uliopo hapa sasa hivi tunaotengeneza ni mfumo wa kwanza kujitathmini kwenye hatua ya awali sana.
hapa ametoa mada, tunaanza kuchukua rokoo za swala. Ni mfumo wa mwanzo sana. Ukishaanza kufika sasa, mnaanza kusaidiana swala yenyewe mbovu, mnasaidianaje swala inawashinda. Hapa tunaanza mfumo mwanzo kabisa, kwamba tunachukua rokoo kujua kila mtu anaswali kwenye msikiti gani, ili kwanza imani yake ikae vizuri. Ukiweza kusimama kwenye swala, unafiki unaisha. Mtume amesema swala mbili, ukiweza isha na asubuhi, unafiki unaisha. Na hapa unaweza kuwa hata itumo umesikiliza upande mmoja, umesikiliza upande mwingine, akatoa maelezo, unaweza kuta itumo imebalance. Na ndio maana Sheikh akasema usibaki na mambo yao, wangepeleka tu kwa watu. Jamani, tumekwadhana, mimi nimesema maneno na amesema maneno. Kila mtu akatoa maelezo, tumo na balance. Hakunaga kesi ngumu ikifika kwa watu. Ukikuta kesi ngumu inasumbua watu, haijafika kwa watu, iko ndani ya uvungu wao. Ndio shida. Na watu wengi wajiamini kwenye Uislamu kwamba mimi nimefanywa dhuluma. Hii dhuluma yangu naweza nikaianika mbele ya watu nikaitetea. Wengi hawana uwezo zaidi ya yeye kususa akapambana na Mungu wake kwamba amemsusa mtu fulani. Hapa tumeanza hatua za awali. Na kwenye kundi kinachotakiwa ni watu kuwa wawazi, ndio kundi litaimarika. Yaani kuwa mwazi, mimi ndio na shida yangu hii. Na watu wote wanajua na uguliwa. Mimi sifanyi uchochoroni. Na kuja shehe nitangazie mimi na mgonjwa kule nyumbani mambo yamepinda, Waislamu wenzangu wanikomboe, hapo ndilangu nikomboe. Kuna siri? Kuna siri? Si hamna siri. Sasa kwa nini tunaenda kutengeneza mfumo wa kurudi kama kule tulipokuwa? Mfumo shi hapo ulivurugika ni baada ya taasisi kuimarika na kuanza kuwa na riziki. Riziki ndio ilianza kuleta migogoro na kuanza kuwasambaza watu. Kama watu mnaenda kulima Itasu na baskeli kulikuwa na riziki, lakini watu sasa hivi wanakwenda Itasu na gari. Uko chupi si mnakwenda na gari, mnakwenda na baskeli. Wale watu wanakwenda na baskeli kwa nini watagombana, mnafunga samakeni nyuma. Lakini sasa hivi unatengenezwa budget ya kwenda 300,000 Itasu. Na kuna mtu mwingine anataka kwenda mkapigana kizinga wakaenda watu fulani, hawezi kuleta mgogoro. Semeni taasisi uchumi umepanda ikaingia fitina, sasa watu wanataka kulampa ikaanza mgogoro. Sasa hii ni tatizo la dini, pia imani. Sasa turudi kwenye imani. Hata kama kuna mtu mjanja anataka kutulamba kwenye taasisi, si Mungu atatuhukumu kwa nini sisi tunasusu? Che imani ikafa. Che labda umekuwa mjanja sasa unatupiga changalamato, unatengeneza pesa kweli unazila. Lakini hatuoni. Lakini kuna mambo yanaonekana, kuna siku Mungu atakuhukumu sana. Kwamba yeye anatula, na ndio mimi mchango wangu mimi siogopi. Mimi hata nikakuchangia ukala. Kuna siku Mungu atawainisha tu kwamba uliletea wako pesa hizi na wao ambao ukazitandika. Sasa leo rudisha pesa za watu, hakuna pesa unatupa za wao. Hawezi ona ni bahati. Si bahati hiyo. Kwa kuna vitu kikubwa ni hicho, kwamba imani zilifeli, tukaanza kudhaniana vibaya, ukiona maisha ya mtu yanaboreka unaanza kuleta fitina. Labda kiongozi wajua taasisi anaanza kutengeneza hela amenunua gari. Tunawaza wote kwamba ametumia taasisi, ni kweli? Kuna mada jana uligusa. Tukiingia kwenye kundi lazima tufundishe uchumi pia, tutengeneze maisha. Sasa tutakuwa tunaombanaga tu. Tunaombanaga sisi tutagombana wote. Mimi leo naomba na nyinyi wote tunaomba, nyinyi wote tunaomba nyinyi. Ni vurugu. Mimi bahati nzuri najua hata vikundi vile vya kusaidiana vya mtaani jinsi vinafitina. Kama sisi wamekaga. Ukiingia vile vikundi vya kusaidiana mtaani, wacha hivi ya kidini. Kwamba kitongojini kwetu tuna daftari kubwa, tuna jeusi, tunakusanya pesa. Ukiachia tu wasaidiane wao ni vita mnapigana. Kwa hiyo kuna masharti tunaingizaga. Kwamba utasaidiwa haliwa. Hata kuna migogoro kweli. Kwa sasa tunakuwa ajili tunakwenda kwenye tathmini na Sheikh anasema tunaunda kundi na tumeorodhesha msikiti. Kwanza tusimamishe swali kikaa vizuri. Mambo yakanyooka. Hii mambo madogo yataisha na tutamaliza. Pia jambo lingine la sisi Waislamu kujitahidi. Ukiomba ukanyima usikasirike. Ni mambo ya kawaida. Pambano usikasirike. Na sipende sana hii kuomba na ni fitina kwa sisi Waislamu na tukombanisha kwenye misikiti. Nyetu ni amoyoni. Ndio maana tunasambaratika. Dini kwani haijafundisha kwamba dini haijatoa nidhamu ya kuomba haijatoa maelekezo? Sijui sasa utatufundisha huko darasani. Naona mmesahau Mtume sallallahu alaihi wasallam alipounda lile kundi ambalo ndio tunaliiga, alikuwa la kusaidiana. Sijui kama tunaelewana. Kuna vikundi vingi sana vimetokezea humu duniani. Sasa watu pengine wanalinganisha ndio hivyo tunataka kutengeneza kundi la namna hiyo. Hili sio kundi la kuunda, la kusaidiana, leo iko shida kwa fulani, leo shida kwa fulani, leo shida. Hatuna vitu vya namna hiyo. Hapa tutakuwa tunashindania kutoa. Ndio maana tukasema
kwenye Uislamu kuna mafunzo. Mkono wa juu ni bora kuliko mkono unaopokea. Ndio Uislamu, ndio mafunzo ya hili kundi. Ni mkono wa kutoa ni bora kuliko mkono wa kupokea. Sisi tutakuwa na majukumu ya kuprove kwa watu wengine kwamba hili kundi ni kweli linawaita watu kwenye kheri. Waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi, kuwaita watu kwenye kheri. Kheri gani? Ya kuingia peponi. Na kuingia peponi sio bure bure, lazima jasho likutoke. Silatullah ghali, bidhaa ya Mwenyezi Mungu ni ghali sana na haitapatikana kwa bei rahisi, lazima tutaitokea jasho. Bidhaa gani hiyo? Bidhaa yake ni pepo. Hakuna pepo ya bure bure. Ndio maana wakati ule watu tulipowafundisha mafundisho haya, watu walitoa. Kuna watu waliouza mali zao, wameuza mabaskeli, wameuza nini, wengine wameuza mashamba yao, wakaamua dini iende mbele, na kweli imekwenda mbele. Na naamini kama hawakuvuruga wenyewe, zile sadaka zao zipo, watalipwa. Labda huo umezivuruga mwenyewe, zipo, Mungu atalipa. Na bahati nzuri watu wameona kwamba kwa kweli tulipokuwa tunakwenda, kama tusingelegalega na kuvuruga, tulikuwa tunakwenda pazuri. Kwa nini tunarudi hapa tena? Tunarudi tena hapa ni kwa sababu kila kitu chetu kimevurugika. Ukianzia na swala. Swala ndio tumetupa kabisa. Na kama hamna swala, hata hii misaada tulio tunasaidiana, sijui tumesaidia umma nini, yote itakuwa haina mfuko wa kuweka, yote imepitiliza, imeanguka. Tutatokezea kwa Mwenyezi Mungu hatuna chochote. Swala ndio msingi wa mambo yote. Na ndio maana sasa hivi tumerudi, tunaanza na swala. Lakini hatutabaki na swala, tutakwenda na mambo yote. Bahati nzuri kila kitu kimeandikwa. Tukitaka kufuata zile njia walizopita wenzetu, zote ziko wazi, zote unazisoma, ramani ipo kabisa. Ndio uzuri wa dini yetu, imerekodiwa, imehifadhiwa vizuri, haijaacha kitu. Sio dini ya kuswali, sio dini ya kufunga tu. Haya ni mazoezi ya kukufanya lile lengo kubwa tuwezi kulifikia. Najitahidi kusema sana, lakini nasema yote haya ninayarudia tu. Kwa kweli nilishayasema. Naam, Mashaka. Ndiyo. Kauli, unajua kauli ndio hiyo. Tulisema jamani, tuangalie pia na mtu. Kuna mtu mwingine ameanza kusema toka mdogo, kauli yake ndio hiyo. Sasa leo amekuwa mzee, kweli tutambadilisha? Tutamweza? Tunadhaniana, unaweka dhana nzuri. Amesema hivi lakini maana yake ni hii, basi unajiridhisha, unaondoka vizuri. Kulikuwa kuna jambo moja lilikuwa tulizungumze kuhusiana na swala ya tarawih, lakini pia hii tarawih ina asili yake ilikuwa ni kuswali pamoja. Mtume mwenyewe alipoianza tu aliswalisha watu kwa pamoja, na ndio asili yake. Alikuja kuiacha ni kwa sababu ya kuhofia kwamba itakuwa faradhi, na ndio maana Umar alipoirudisha akasema, sasa mimi hamna wahi unaokuja, haitakuwa faradhi tena, rudini kama mtume alivyotaka. Karudi, na ina mambo mengi mazuri, hatuna nafasi tu ya kuyaeleza. Ina mambo mazuri mengi, alafu imeturahisishia sana, tunarahisishiwa. Mungu anatupenda, Mungu anatupenda mno. Leo kama walikuwa nasikiza darasa
Sheikh Ali alifundi, kama mtu mlisikia kwenye Mahasin TV. Kuna mtu aliuliza, sasa mimi kuna watu hapa huwa wanaswali alafu ikifika zile rakaa za tarawih zimeisha anaondoka. Kiuliza Sheikh, mbona unaondoka? Anasema mimi witri taiswali usiku wa manane. Yule Sheikh alipojibu nilifurahi sana. Manake amejibu kwa hadithi. Amesema Mungu kakupa ofa. Kwa nini wewe unajipa tabu unapiga teke ofa ya Mungu? Mungu kakupa kwamba ukiswali bila kutaja time, ukiswali swala ya tarawih nyuma ya imamu mpaka mwisho wa swala hiyo, Mungu anakuandikia umeswali usiku kucha mpaka kumekucha, wewe uko unapiga swala tu. Hii ni kauli ya Mtume, ofa iliyotolewa na Mwenyezi Mungu. Swali nyuma ya imamu without time, bila tabu. Ndio maana akasema wale wanaoswali mwanzo wameipokea hiyo ofa. Kuamka usiku inahitaji nishati maalum na kuna vitu unapoteza. Lakini kwenye mwezi wa Ramadhani imetolewa hii ofa. Swali nyuma ya imamu mpaka mwisho. Na wafasirina wakasema mwisho ni wapi? Mwisho ni pamoja na witri. Ukishamaliza akatoa salamu, wewe kama utaswali mwezi mzima, ina maana mwezi huo mzima umeswali usiku kucha. Kuna mtu tena atakuzidi aliyeswali swala kucha. Kuna mtu tena atakuzidi wewe. Wewe umeswali kucha na Mungu ndio kasema hivyo. Sasa nasema shida ya nini? Unajipa shida ya nini ya kukimbia unataka kuja kuswali usiku? Na wakati ofa huku umepewa, umepiga teke. Sasa ndio hiyo tunayofanya. Tumepewa swali nyuma ya imamu bila kujali time, na utapata. Hata yule akiamka usiku naye atapata hivyo hivyo. Merahisishwa sana. Sasa tungependa tutumie zile fursa tulizopewa na Mwenyezi Mungu. Hii hapa tumeng'ang'ania tuje tuswali kwenye msikiti huu mkubwa kuepuka yale masharti, na tutakuwa tumeyasimamia, tumeyaona. Lakini msikiti huu mkubwa pia hata ile huruma ya Mwenyezi Mungu ya kutulinda tusipate yale magonjwa itakuwepo, kwa sababu tumeshachukua tahadhari.